Tuko na mwendelezo kuweza kuzungumza na baadhi ya watu katika kijiji hiki cha Nyansinja kutoka katika mkoa huu wa Mara, wilaya ya Tarime, kata Nyansinja, kijiji cha Nyansinja, lakini pia kitongoji cha Nyansinja kwa Bwana Samuel Chama. Sasa hapa tuko na mwenyekiti, naye atufahamishe anachokifahamu kuhusiana na mgogoro huu wa ardhi, naye atuambie anafahamu vipi kuhusiana na mazingira ya mgogoro huu katika kwa mzee huyu, mzee Samuel. Mwenyekiti, tumekuja hapa lakini tumeona pia kuna msiba maeneo haya, lakini kwa taarifa ambazo tunazo ni kwa wenyeji wanavyosema hapa kwamba mpaka sasa hivi hawajaweza kuzikwa marehemu kutokana na mgogoro huu, mgogoro wa ardhi. Wewe kama mwenyekiti wa kijiji hiki unaufahamu vipi labda mgogoro huu kwa namna ambavyo unaona? Kwanza kabisa, kwa majina naitwa Yosia Mwera Mwita, mwenyekiti wa serikali kijiji cha Nyansinja. Ndugu zangu wageni, karibuni sana Nyansinja. Ijapo hapa kwa kweli tuna shida Nyansinja. Baada ya kuwa kifo hiki kimetokea, wananchi wamepata taharuki kubwa sana kwa sababu ya zuio hili mama huyu kutozikwa. Mama huyu alifariki tarehe 6 mwezi huu mwaka huu, akapelekwa mochari. Ilitegemewa kwamba atazikwa, lakini zuio limetoka mahakamani kwamba azizikwe. Kesi wanapokwenda hao wanaenda inapigwa tarehe tu kila siku, haijatolewa hata uamuzi, haijasikilizwa. Kwa kweli hata mimi mwenyekiti wa serikali nimehuzunika sana nikimuona huyu mzee mnavyomuona nyie, na ni mzee mlemavu, lakini anashindwa kupewa haki yake. Hata sisi tumehuzunika sana. Ndugu zangu, mimi nacho waomba waandishi wa habari, kwa namna wote mnavyonitazama, hata wananchi wanavyonitazama, kwa kweli nilivyo hapa hata nashindwa kuongea niseme nini, maana hiki sijawahi kukiona. Maana huyu mzee amekuja 74 hapa, tangu 74 mpaka leo ni miaka mingi. Sikutegemea kwamba jambo kama hili linaweza likatokea, lakini ndilo limetokea. Mnyonge ananyanyeswa kwa namna hii. Hata mimi ni kwa kweli nimeshindwa la kufanya. Kama basi hata rais atasikia kilio chetu cha wananyansinja. Wananyansinja tunalia serikali kwamba Rais Samia tusaidie. Hatujawahi kuliona hili. Wenye nguvu hao ambao wanajiita ni wenye nguvu, hata mimi pia sina amani. Ninapojaribu hata kusema lolote wananitishia, mpaka wanafanya mikakati ya kuniingilia nyumbani. Kina nani mwenyekiti ambao wanakutishia wakati wewe ndio kiongozi wa kijiji hichi? Kuna mstaafu wa jeshi anaitwa Isaac Gimeno, ndio wananitishia, na ndugu yake anaitwa Sando ambaye ni mwalimu anayefundisha hapa. Yaani hata siku moja walikula njama ya kuja kunimaliza nyumbani kwa sababu ya tukio hili. Lakini mwananchi huyo aliokuwa anamwambia kwamba ndio mwenyeji awalete kwamba ana silaha anaweza kunipiga risasi, huyo mwananchi akaogopa. Baadaye akaniambia kwamba tumekula njama ya kuja kuniwaleta, kwa sababu mimi nikaogopa kwa sababu sijawahi kufanya hapo. Wananisuluhisha kwa sababu mimi ndio mwenyeji kwako, niwalete. Lakini hilo lote nilipeleka hata taarifa polisi, hata msaada wowote sijaupata. Na hapo nilipo mimi nina wasiwasi hata kwangu. Yaani hapa unaona sasa hivi ni kama ni saa 11, lakini nategemea kwamba niwe nimefika nyumbani mapema, maana sina amani. Wananichukia kwa sababu ya tukio hili. Ninaposema msimuone huyu mnyonge, wananiona mimi kama sifai, wananitishia kwa kweli, kwa kuwa wana nguvu. Na huko kwao tangu zamani nilipokuwa mimi nikizaliwa, nikiwa najua kwamba silaha ilikuwa inamilikiwa hapo nyumbani. Sasa kwa kuwa wao wana silaha, wana nguvu, wanasema mimi mwenyekiti ni mtu mdogo ambaye sina nguvu zozote, kwa lolote wanaweza wakanifanya. Kwa hiyo mimi naomba kwa kweli tusaidiwe. Nyansinja tuna shida, Nyansinja tumepata shida. Mimi ni mzoefu, nimekaa miaka mingi. 2010 ndio niliingia mwenyekiti huu, lakini tangu hapo nilikuwa sijawahi kuona tukio kama hili. Ni sasa nimeliona, naomba rais atusaidie. Kwa hiyo kwa namna ambavyo umeona wewe katika mazingira haya ambao uvunjifu wa usalama katika mwenyewe umeeleza hapo, hasa unataka rais akusaidie kitu gani hasa Rais Samia Suluhu Hassan? Cha muhimu sana. Huyu mzee mlemavu aruhusiwa kwanza kumzika mke wake. Ni muda mrefu amekaa hapo. Hata watu tumekaa sasa muda mrefu watu wafanye shughuli kwa sababu yuko mochari.
naomba rais asaidie hata wale mamlaka ambao ni mwenyekiti wa baraza, kama basi hata ni kuomba aombe aruhusu mwili wa marehemu uzikwe sehemu alipokuwa akiishi, na anajua mimi hana sehemu nyingine. Maana mimi nimezaliwa 68, nimekuwa 68 ni 74 nikakuta hapa huyu mama yupo na huyu mzee. Sijawahi kuona wana sehemu nyingine tena. Sehemu hii ndio yenyewe mpaka ninavyoiona. Kwa hiyo naomba wapewe haki yao, wazike mwili wa marehemu, isilete shida. Watu wametahamaki sana kwa kama anaweza, ama kama kuna kiongozi wote ambaye anaweza kusaidia. Lakini pia mimi ni mwenyekiti wa serikali kupitia Chama cha Mapinduzi. Hakika kabisa kuna watu ambao ni wanyongaji, wanasababisha hata serikali ya Chama cha Mapinduzi inatukano kwa kuwa kwamba hawatendi haki. Na maana inaonyesha kwamba serikali ya Samia na maana haitendi haki. Kwa sababu niseme hivyo nini? Samia ameshusha madaraka mpaka hapa chini, ameunda tume imekuja mpaka imemhoji huyu mzee. Wanasema kesho tu tutakuja tukusaidie. Mpaka leo sijaona hata hiyo tume inasaidia nini. Kwa hiyo watasababisha hata rais hao wanatukano bure. Kwa sababu wanaposema wanajitambulisha kwamba Samia ndio aliunda timu ije kusaidia hapa. Alafu pale wanaposhindwa kusaidia ni wanasababisha rais anatukana. Asante sana. Ni mwenyekiti huyo akizungumzia namna anavyofahamu masaibu ambao wanakutana nayo wanakijiji hapa katika kijiji hichi, lakini pia kwa mzee Samuel. Mimi hili tatizo limetukuta na wengine tumetokea mbali, lakini ninashangaa mpaka sasa hivi hapa tulipo hatujazika. Sisi tunaomba mtusaidie, tunaomba msaada wenu, na hata kama Mama Samia anasikia huku aliko, tatizo lilotukuta ni kubwa. Tumeshindwa hata namna wa watu kutusaidia kwa sababu tumekuwa kama ni watu ambao tunaonewa, hatuna namna. Sisi tunawalilia serikali, tunaomba mtusaidie sana kwa namna yoyote ambavyo tutakavyoweza. Maana sisi hatuwezi kusema jambo lolote, ila mpaka hapa tulipo tumeshindwa. Hatujui tunazika lini au tunafanya nini. Tunaomba mtupe msaada wenu kama serikali. Tunachoomba, tuna maumivu makali sana. Tumeona pia hali ya mzee, tulizungumza hapo. Una uhusiano naye gani mzee Samuel Chama? Mzee Samuel Chama mpaka pale alipo ana maumivu makali ambao sisi wana familia tukimwangalia yule mzee tunakuwa na mawazo mabaya mno kwamba hivi serikali haitusikii au serikali haipo. Sisi tunachoomba ni msaada mkubwa sana kutoka serikali. Laiti kama wangetusikia kwa maombi yetu, tunaomba watusaidie. Maombi yetu ni hayo, tunaomba kuwa watusaidie. Kama mtasikia kwa msaada wetu, tunaomba msaada kutoka kwenu. Kwa hiyo kwa hiki ambacho kinachotokea na mpaka sasa mjui mtazika lini, una ujumbe gani sasa kwa Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania kuhusiana na tukio hili? Mimi naomba rais atusaidie pale atakapoona kuwa sisi wananchi ni wa msaada sana. Tunaomba sisi atusaidie ili tuweze kuzika. Mambo mengine yaendelee. Turuhusiwe tu na rais tuzike, tumweke mama mahali pema peponi apumzike. Alafu na mambo mengine yaendelee tena kwa wakati mwingine. Ndicho tunachoomba. Maana hapa tulipo tumekuwa sasa kama ni watu ambao tumekuwa kama wakimbizi, kuwa sisi sio wa Tanzania na wakati sisi ni wa Tanzania. Okay, asante sana na poleni kwa kile ambacho mnapitia.